Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa sababu ya siku ya leo. Sitaki kuchukua muda wako sana, tuangalie maandiko katika kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 9 mpaka mstari wa 10. Nitasoma. Kwa hiyo naye Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti. Wapendwa, jina la Yesu si jina la kawaida. Ni jina lenye wokovu, ni jina lenye uponyaji, mamlaka, ushindi na ukombozi. Watu wengi wanajua jina la Yesu kwa midomo tu, lakini hawajajua nguvu iliyopo ndani yake. Sikia nikwambie mpendwa, jina la Yesu linaokoa. Jina la Yesu linaokoa. Jina la Yesu linafukuza pepo, na hii si mchezo. Jina la Yesu linafukuza pepo. Kitabu cha Marko 16 mstari wa 17, maandiko yanasema, kwa jina langu watatoa pepo. Mapepo hutetemeka kwa jina la Yesu. Nguvu za giza haziwezi kusimama mbele ya jina hili. Sikiza nikwambie mpendwa, haijalishi jina la Yesu utalitaja kwa lugha gani. Wengine wananiambia, wewe unamuita Yesu. Yesu si Yesu, anaitwa Isa. Si Yesu, anaitwa Yeshua. Haijalishi utalitaja jina la Yesu kwa lugha gani. Ukiniambia mimi nitaji, nitakwambia huyo anaitwa Jesu mwana wa Mungu, Jesu. Haijalishi utalitaja kwa kabila gani ama kwa lugha gani, lakini kama unamaanisha Yesu Kristo mwana wa Mungu, uko sahihi. Jina la Yesu linaleta uponyaji. Jina la Yesu lina mamlaka makuu. Maandiko katika Wafilipi 2 mstari wa 10 inasema, kila goti litapigwa. Jina la Yesu lina mamlaka mbinguni, duniani na chini ya nchi. Jina la Yesu bado lina mamlaka. Shetani hana mamlaka kuliko Yesu. Wachawi hawana nguvu kuliko Yesu. Changamoto zako si kubwa kuliko jina la Yesu. Waamini wanapaswa kuishi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalizie kusema kwamba jina la Yesu linaokoa. Jina la Yesu linafungua vifungo. Jina la Yesu linafukuza nguvu za giza. Jina la Yesu linaleta uponyaji. Jina la Yesu linasababisha ushindi. Usilitaje tu kwa mazoea, liamini kwa moyo wako, nawe utakombolewa na jina hili. Mwisho kabisa, nataka nikwambie kwamba kama unahitaji wokovu, kama unahitaji nguvu mpya, kama unahitaji uponyaji au ukombozi, litaje jina la Yesu leo. Mkaribie huyu Yesu. Maandiko katika Warumi 10:13 yanasema, kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Ufanye hivyo mpendwa, na itakuwa ya baraka.